المجد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kwanza wale yote tunamhimidi Allah swali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia tukimsawazisha MC kwamba hapa kuna wanachuoni, yani sisi wote matulab ni wanafunzi ambao tunazidiana tu baadhi ya maarifa, lakini hamna wanachuoni. Sababu ukisoma tarehe za wanachuoni kuna daraja maalum ambazo wao wanazingatia hadi kufika mwanachuoni. Kwa hiyo kauli hizi kusema mwanachuoni hiyo haipo sawa na sio sahihi. Hiyo namba moja. Lakini namba mbili, kuna mzungumzaji maalum. Mimi natoa kuna vitu vyangu tambiji tu basi, lakini kuna ndugu atakuja kuzungumza. Tambiji ya leo kwangu mimi na pia ni nasaha, haitakiwa mchukue hizo. Tasoma kama hadithi moja au mbili au aya moja au mbili. Katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sema sautani mal'unani fi dunya wal akhirah. Sauti mbili, Mtume sallallahu alaihi wasallam, sauti mbili zimelaaniwa hapa duniani na akhira. Yani sio duniani, yani zikubalike hapa duniani na akhira. Sautani mal'unani fi dunya wal akhirah, sauti mbili zimelaaniwa hapa duniani na akhira. Katika pengine ile Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kitu kimoja, mizmaru inda neema, kupiga mziki kwenye neema, kupiga mziki kwenye furaha. Kwa hiyo hizi zimelaaniwa, mfumo wa kupiga muziki katika ibada. Ndoa ni ibada ambayo ina mafunzo maalum kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ibada hii ikawa inachanganywa na laana, yani vitu tofauti. Yani hapo kuna ibada, hapo kuna laana. Sasa ibada kwa itakuwa na baraka? Haiwezi kabisa kwamba ibada ikawa na baraka. Kwa hiyo muziki ni katika jambo ambalo linatoa baraka, kwa sababu katika vitu ambavyo vimelaaniwa, tena milani Mtume wazi kabisa. Sasa utaratibu huu sisi mimi nitakanisibu, sababu nilisikia kuna moja mbili tatu. Lakini kwa hilo nikasema mpagie kwenda watu watanasihiwa, wakubali na saa, kwa sababu wale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu jambo la pili likatajwa, kwa sababu katika hiyo mizmaru inda neema wanachole wakawa tafsiri. Wakati mwingine anazaliwa mtu, kuna birthday, yani wakasibu wao wamejiwekea muziki, laana. Hii ni neema. Mtu alipata vyakula, muziki, hii ni laana, kwa sababu hii ni neema. Hivyo imetokea mtu ana furaha yake ika muziki, hii ni laana, kwa sababu hizi ina maana wewe unakufuru neema. Kwa hiyo hapa hapo kuna ibada ndio ni ibada. Alafu unakuwa kuna madude kama hayo, yani ni sura nzuri. Na hamna Uislamu sema kuna Uislamu usiji umetoka Marekani, sio umetoka Saudi. Hamna, yani Uislamu ni ule ule. Ukitaka Uislamu ndio kwa sahihi, ni lazima haya mafunzo utayakuta kwenye sheria. Kwa utaratibu tunawanasihi watu wasio na utaratibu. Hii ni ibada, usichanganye baina ya ibada na laana. Hizo ibada zitakuwa zina baraka. Hiyo na katika hizo basi ndio usiulize. Hadithi wala haraji. Sasa ukipata kidogo mtoto, yani mtoto ni neema. Vipi unampigia muziki? Alafu ataka mtoto awe mwema. Anakuwa vipi mtoto wako kuwa mwema? Jambo haliwezekaniki kabisa. Alafu watu wajue hakuna muziki wa Kiislamu. Wanasema wanachuoni muziki na tofauti kutokuwa na muziki. Wanasema yale maneno yaliyokatilia biti, huo ni muziki. Yale maneno yako kawaida, wanasema taka maneno mazuri, ukatilia biti, huo ni muziki. Haijalishi wa Kiarabu, huo wa Kiingereza, huo wa Kizungu, kwa sababu watu wengine waweza kumsikiza maidi mzaini. Hizi ni kasida gani? Huu ni muziki, kuna beat, huu ni muziki. Kwa hiyo utaratibu kama huu kwa Waislamu hizo sawa. Alafu watu wengine kinasiwa wanakuwa majeuri kabisa. Tukaje? Wewe kavipi? Kaje wataka wao tiendelee kavipi ondoke tu. Hizo sawa sawa. Wewe tukalaaniwa na Allah azza wa jalla.
sababu hizi ni ibada. Kwa hiyo haizikaniki ibada ukawa watu wanaendesha kwa utaratibu wataka wao. Ibada una taratibu, watakaoendesha taratibu wanaotaka Allah azza wa jalla. Yaani tofauti na vile unataka wewe. Kwa sababu ni ibada kuna mafunzo. Ndio maana akaitwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah kumleta kwake mtume ili atufundishe ibada, namna za kuziendea, na tusifanye ibada basi na ilmu. Hayo ni makosa. Au tusije kuchanganya ibada na mila. Hayo ni makosa. Kwa katika nukta hii tunasisitiza kwamba hii ndoa ni neema. Wewe ukiwepo muziki, iwe kasida, iwe nashidi, iwe bongo flavor, kwa sababu hata kusikia kitu kasikia ya habibi, anajua hii kasida yana shida. Kwa maana yake ile habibi. Si kama mtu tu anasema mpenzi wangu na ndio hivyo ya habibi na mpenzi. Sasa unashangaa hichi Kiarabu ndio kinakushangazea. Yeye kusema ya habibi, wewe unashangaa. Huu ni muziki. Kama vile kaja monde au kaja siko de gani? Hivyo. Wewe unatakiwa mche Allah katika upande kama huu. Natoa nasaha watu wana mazingatio. Hizi ibada yatakiwa zifanye utaratibu vile unavyotakiwa. Hamna muziki wa Kiislamu kama dufu hivi. Isipokuwa wanachuoni wanavua katika ile aya wa minan nasi man yashtari lahu alhaditha liyudilla an sabilillah. Wanachuoni walivovua kwamba dufu litakuwa ni ruhusa kwa wanawake tu na si kwa wanaume, na iruhusiwi dufu likipigwa kama wanawake wenyewe huko wanaume kwenda kulikodi, hiyo iruhusiwi, kwa sababu hili mambo yanahusishwa na wanawake tu. Kwa hiyo hairuhusiwi, na maana jambo hili la kiibada la wanawake kumeruhusiwa likachanganywa na wanaume, jambo haliruhusiwi. Wewe cha msingi hakuna mziki useme wa Kiislamu, hamna. Na mtu anasema nao kama yeye anajifahamu soma ameenda na kuchini hadi hapo asema hapo mziki wa Kiislamu alete sio mtu hamna, hata kwa ni mzushi katika upande huo. Kwa cha msingi hiyo ina saa fupi, kwa sababu kuna mzungumzaji, kwa sababu nimeona mambo haya sio sawa, sisi tuweze kuangalia kimya, kwa sababu tofauti na mafunzo ya dini yetu. Kwa inshallah yule mhusika atakuja kuendelea na ibada zake. Barakallahu fikum, Allah abariki, Allah ihifadhi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuko katika ibada ambayo Allah jalla wa ala kaisema katika kitabu chake, na Mtume sallallahu alayhi wasallam kamhimiza vijana kwa kusema ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj. Na wanachuoni wasema hakuna njia za kuhifadhi matamanio isipokuwa njia mbili. Moja hii katika hizo ni watu waoe, wanaume waoe, kadhalika na wanawake waolewe. Wasema hizo ni njia mbili ambazo mtu anaweza akahifadhi matamanio yake, ima uolewe au uoe, au wasema au ufunge kadri ya hali yako. Kuna mwingine atafunga kadri ya yale matamanio yake jinsi yalivyo. Tofauti na hivyo, maana yake utakuwa ima mzinifu, au watu wengine kazi zao ni kufanya masturbation. Wanaioa huyo mke wake ni mkono ndio mke wake, ana habari ya kuoa, wapata dhambi. Allah tabaraka wa taala akupa neema za wanawake, washindwe kuzitumia neema hizo, watumie mkono na kazi yake, wewe wapata dhambi. Unapata dhambi, ukubali usikubali dhambi. Ndio maana Allah jalla wa ala akasema fa ulaika humul aadun, kwamba hao ni wanaofuata mipaka, watu ambao wanafanya masturbation, wanatoa manii kwa mikono yao, au wanawake wengine wanajisugua, au wanatumia njia za kisasa, wapata dhambi. Fasbir, fanya subira. Kwa hiyo wasema tupo katika ibada ya ndoa, lakini wasema katika jambo la ndoa wengi tunakosea. Ema awe mwanaume au mwanamke, wengi wanakosea. Mtu ana matamanio yake, anaona labda mwanamke kamvutia, yeye anaambiwa nafsi yake huyu ndiye mwanamke, alafu baadaye anakuja kujilaumu kwa sababu ya nini? Hajafanya uchaguzi sahihi, hajafuata mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na baadhi ya wanawake vile vile
Mwingine anasema nimekaa muda mrefu, kwa chochote kile kinachokuja mimi nitakubali niolewe, chochote kile, bila kuangalia utaratibu ambao anaufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baadaye anakuja kujilaumu kwamba bora nisiolewe, waliokuwa kwenye ndoa hapo kwenye kivungu. Lakini ukiangalia ni vitu ambavyo ulikosea huko mwanzo. Kwa hiyo mwanaume aangalie vizuri kwamba anapotaka kumuoa mwanamke, angalia zile sifa ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema tunkahu al-mar'atu li arba'i, uolewe mwanamke kwa sababu ya mambo manne. Katika hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja, akasema ni jamali ya mtu anaweza akamuoa mwanamke kwa sababu ya uzuri wake, kadhalika wal hasabia, ile nafasi yake na cheo. Wasema mtu mwingine anaweza akamuoa kwa sababu hiyo. Kadhalika wengine wasema wal mali, wengine wanamuoa mwanamke kwa sababu ya mali yake. Angalia ni mstaafu, ana pesa au kafiwa, bwana wake kaacha hela nyingi, basi anajiingiza tu, mwisho wa siku anatoka yeye na nguvu zake. Kadhalika akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam wabidini, mwanamke vile vile ataolewa kwa sababu ya dini yake. Dini, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema farfa bidhati dini, mchague au mchukue mwanamke ambaye mwenye dini. Kwa sababu ya nini? Ndani yake kuna maslahi mengi katika masuala hayo ya mwanamke kuwa na dini. Lakini kadhalika wasema mawali vile vile wakaambiwa idha ataakum man tawallahu dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, asapinda kwa wajieni mtu ambaye dini yake mwaipenda, mnaridhia na tabia yake. Sababu mtu anawezekana akawa na dini lakini tabia yake chafu, shehe kanzu muda wote, msikitini muda wote, lakini ana tabia mbaya. Hiyo ipo. Na mtu mwingine anawezekana akawa aswali nini, lakini ile jibila yake, maumbile yake, ana tabia mzuri. Hilo asema lisikusababishe kumpa mtoto wako, kwamba mtu kwa sababu ni mwema lakini dini hana, usimpe. Sababu unaweza ukampa Yahudi, unaweza ukampa Mkristo, ukampa watu wa imani, lakini tabia yake inawezekana ikawa ni kuridhia. Au mtu akawa ni shehe, ana tabia mbaya lakini kasoma, anavaa vizuri lakini tabia yake chafu. Nasema mawalimu siwape watu kama hao watoto zenu, na wanawake vile vile msiende kwa watu kama hao. Fanya subira, utampata ambaye unayefanana na wewe. Kama uelewi, cha moto utakipata. Lakini kadhalika wanasema vile vile katika ndoa, kama wanasema rahatul urusi yawma wa mashaqqatu dawa, raha ya ndoa ni siku moja, lakini matatizo mtihani ndio mingi. Watu wasidhani baba harusi na wale ambao wanataka kuoa na wale ambao wako kwenye ndoa, usidhani kwamba kile kifika jioni ni starehe, mwanzo mwisho ni furaha, mwanzo mwisho. Hilo jambo usifikirie, na wala usije ukawaza kwamba nyinyi kila siku mtakuwa mnaishi vizuri. Nafsi mbili zikikaa sehemu moja, lazima patatokea matatizo, migongano. Muda mwingine ukakaa kama vile unaomba ugonjwa fulani, kumbe mawazo mshachanganywa. Kwa hiyo kuna wengine wasema wanarudi mpaka nyumbani za mtu akarudi saa 6, saa 7, sio kwa maana anapenda. Anajua labda nikute kidogo akuacha utao kidogo kasi ile itapungua, ndio anarudi usiku saa 7, saa 8. Afu mwanamke asipojielewa, mume wangu anachelewa kurudi, amesahau yale matendo yake. Kwa hiyo wanasema kwa maana hii, maana yake nawahusia wanaume wale ambao wako katika ndoa kwamba ndoa ina changamoto nyingi. Kwa hiyo watu tufanye subira. Kama utofanya subira, leo utaoa, kesho utaacha, kesho utaoa, kesho utaacha, kesho utaoa, kesho utaacha. Mwisho wa siku katika hata upande wa maendeleo yako wasema atashuka, na mwanamke vile vile utaharibikiwa. Leo upo hapo, kesho hujatulia uko pale, kesho kutwa umri unaenda na mambo mengi unaharibu. Kwa hiyo nawahusia wewe ndugu zangu kwamba katika ndoa kuna matatizo mengi, tufanye subira na vile vile tufuatilie yale tuliyoelekezwa na Allah tabaraka wa taala na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema khairun nisaa alladhi tasurru idha nadhara wa tuti'uhu idha amara wa la tukhalifu fi nafsiha bima fi nafsiha fi malihi bima yakra. Asema au kama qala Nabii sallallahu alaihi wasallam, asema mwanamke mzuri
ni yule ambaye anayekutii pindi unapomwamrisha. Ukimwamrisha jambo liko sahihi, basi ujue yule ndio mwanamke mzuri. Kadhalika anakufurahisha mwanamke, ukimtazama anakufurahisha. Inakuwa ina maana gani? Kwamba watu wasikurupuke katika kuoa, mwanamke asikurupuke katika kuolewa. Kwa mwanaume anapofanya ikhtiyari, anapochagua, aone kwamba yeye ndio hicho ndio kitu sahihi, na hawezi vile vile akaelekeza macho yake katika sehemu nyingine aliyakuwa anaamini kwamba ndicho kichukua ni sahihi na kiko vizuri. Kadhalika vile vile mwanamke asikurupuke kwamba asichukue kitu chochote kile, lazima angalie kile ambacho alichoridhikanacho ili mambo yakae vizuri. Kwa hiyo nawahusia ndugu zangu katika imani, katika jambo la ndoa, atujalie Allah jalla wa ala atuondolee magomvi katika ndoa zetu, kadhalika na ndoa zetu vile vile ziwe na amani, na vile vile Allah tabaraka wa taala ajalie katika ndoa yetu baraka kwetu sisi na kadhalika na kwa watoto zetu. Kwa hiyo nawashukuru ndugu zangu katika imani katika jambo hili. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.